Vita nchini Iran zimeionyesha Marekani kufikia kiwango chake cha uwezo wake wa mwisho. Marekani katika vita nchini Iran imeionyesha dunia kwamba huu ndio uwezo wake wa mwisho, na Iran imeonyesha uwezo wa hali ya juu katika mapambano. Rais Donald Trump ametangaza kuanza kwa zama mpya ya dhahabu katika Mashariki ya Kati baada ya kutangaza kusitisha mapigano na Iran. Vita angalau kwa sasa vimesitishwa. Na ingawa utabiri huu huwa ni hatari zaidi kwa ikulu ya White House, kuna uwezekano angalau kwamba mapigano hayataanza tena mara moja. Hii ni kutokana na namna ambavyo Iran ilionyesha ushawishi wake na mapambano yake katika uwanja wa vita. Mapambano ambayo kimsingi Iran ilipambana kwa muda mrefu. Kupitia shirika la habari la RT, mchambuzi Floydo Lukyanov ambaye pia ni mhariri anazungumzia namna ambavyo vita vya Iran vimeonyesha uwezo wa mwisho wa Marekani. Hata hivyo, vita vya muda mrefu vinaweza kuongeza hatari kwa Washington. Kwa milipuko yote inayokuja kutoka kwa utawala wa Marekani, Amerika daima imekuwa na wasiwasi mkubwa na kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu na hatari ya kimkakati. Ni jambo moja tu la kutishia, ni jambo lingine la kustahimili matokeo ya vitisho vinavyoshindikana. Hata hivyo, Marekani ilionyesha kwamba ingekuwa ni aibu kubwa endapo isingesitisha vita hivi, kwa maana vita hivi vingechukua muda mrefu zaidi na pengine gharama kubwa ya vita hivi vingegharimu Marekani. Ni kwamba wakati huu haikutaka kuonyesha madhaifu makubwa katika vita vyake, mchambuzi anasema. Kadhalika, kukosekana kwa NATO ndiko kulikoonyesha kwamba huu ndio uwezo halisi wa Marekani katika mapambano. Masharti sahihi ya kusitisha mapigano bado hayako wazi na huenda bado hayajakubaliwa kikamilifu. Lakini ukweli mkuu wa kisiasa tayari unaonekana, inakabiliwa na upinzani uliodhamiriwa na Iran. Na ndio maana wa Iran wakati wote wanasema wao wapo tayari kwa mapambano, licha ya ulimwengu katika makaratasi kuiona Iran isiyokuwa na uwezo. Lakini kilichobaki pekee kwa Marekani sasa ni silaha zake hatari za makombora ya nyuklia. Hakuna mahitaji makubwa yaliyowekwa wakati wa kuanza kwa operesheni ambayo yalitimizwa. Matakwa yote ya Trump kwa Iran ya kujisalimisha bila masharti yalishindikana. Sasa inaonekana zaidi kama ukumbi wa michezo wa kisiasa kuliko mafundisho ya kimkakati. Bado nyuma ya tamthilia mitandao ya kijamii, jambo la busara zaidi lilitawala huko Washington. Shinikizo linaposhindikana, ni bora kurudi nyuma kuliko kuingia katika hali ambayo huwezi kuidhibiti, lakini inaweza ikaleta fedheha kwa taifa kubwa lililoshika dunia kwa miongo kadhaa iliyopita. Maneno ya moto kabla ya mapatano yalitimiza kusudi. Iliruhusu Washington kudai kwamba Tehran ilikuwa imepepesa macho, huku ikileta hali ya janga linalokuja hivi karibuni kwa kusitisha vita katika mapambano ambayo kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump huenda yangeiangamiza Iran na kuifanya kwa kuzimu. Mgogoro huu bila shaka ni hatua muhimu katika mabadiliko mapana ya mfumo wa kimataifa, lakini sio mwisho wa mchakato huo, wala si sura ya mwisho katika mapambano ya Mashariki ya Kati. Hakika Wajemi wameonyesha dunia kwamba uwezekano wa kupambana na Marekani upo, lakini nchi nyingi zimekuwa na uoga wa kupambana na Marekani na zimekuwa zikiogopa vitisho vya Marekani kutokana na kauli za muda mrefu kwamba Marekani ni taifa lenye uwezo mkubwa katika mapambano duniani. Lakini pia kutekwa nyara kwa rais aliyekuwa madarakani Bwana Nicolas Maduro huko nchini Venezuela, na pia kumezitishia nchi nyingi kwamba kuingia vitani na Marekani ni hatari zaidi. Iran ililitambua hili, lakini ilitaka kuonyesha ulimwengu ni namna gani ya kupambana na wa Marekani. Hata hivyo, wachambuzi hao wanasema kwamba hata kauli ya rais wa Marekani kwamba baada ya Iran ni Cuba, huenda rais huyo wa Marekani akasitisha mpango wake wa kuishambulia Cuba kutokana na historia ya wa Cuba katika mapambano. Lakini pia jibu la Tehran la kushangaza katika maana ya kawaida ya kijeshi na ufanisi wa jeshi la IRGC umetengeneza mazingira ya ulimwengu wakati huu kuanza kujiamini. Iran hata hivyo imeyaonyesha mataifa mengine makubwa duniani kama vile Urusi, lakini pia na Uchina kwamba Marekani ni taifa ambalo kwa namna yoyote unaweza ukapambana nalo kwa njia yoyote. Ilipanua tamthilia ya mvutano na kuashiria kwamba gharama za kupanda hazitawekwa kwa malengo ya kijeshi. Licha ya kwamba hali ya uchumi ilikuwa imeyumba, lakini jeshi lilikuwa imara. Hata hivyo, mataifa kama vile China, lakini pia na hata yale mataifa magharibi kama vile Denmark na washirika wake wa NATO wana uwezo wa kukaza juu ya kisiwa cha Greenland, na kwamba hakuna uwezekano wa Marekani kukitwaa ikiwa wataamua kuingia katika mapambano dhidi ya serikali hiyo ya Marekani.
Ule unaoitwa mhimili wa upinzani pia ulithibitika kuwa wa kudumu kuliko wengi walivyodhani. Licha uharibifu mkubwa ulioletwa na Israel katika kipindi cha miaka iliyopita, vikosi vinavyoungwa mkono na Iran huko Lebanon, Yemen na Iraq vinasalia kuwa jambo la kimkakati, na hata pale ambapo hawakuingilia moja kwa moja walipandisha joto na kuwalazimu washambuliaji kubaki kwenye makali na kuona kwamba hali itakuwa mbaya zaidi. Lakini juhudi pana za kupunguza ushawishi wa Iran kwa hiyo zimeambulia patupu. Iran imeibuka ikiwa na damu, lakini bado imesimama. Na hata hivyo madai ya Tehran kwamba suluhu lolote lazima litokee kwa masharti yake ni mbinu za mazungumzo kwa kiasi fulani. Jambo moja tu lazima liko wazi: uzito wa kikanda wa Iran haujapungua kwa jinsi Washington na Yerusalem Magharibi walivyokusudia. Mazungumzo na Tehran sasa hayaepukiki, lakini swali la kweli ni Iran yenyewe inataka nini? Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.